Titanic 1912. Asubuhi ya tarehe 10 Aprili 1912, bandari ya Southampton nchini Uingereza ilijaa msisimko wa ajabu. Gamba jeusi la Titanic lilisimama kwa fahari, kana kwamba linaitazama gati kutoka juu. Sauti za wale waliokuwa wakiondoka na wale waliokuwa wakiaga zilisikika kote bandarini. Watu waliamini kwamba meli hii ilikuwa mlango wa kuelekea maisha mapya. Wakati huo, Titanic ilikuwa meli kubwa zaidi ya abiria duniani. Ilijengwa katika karakana ya meli huko Belfast, Uingereza, kwa agizo la White Star Line. Mwili wake wa urefu wa mita 269 na mabomba manne makubwa ya moshi yaliwakilisha kilele cha teknolojia ya binadamu. Hakuna mtu aliyeamini kwamba meli kama hiyo ingeweza kuzama. Abiria walipanda meli kupitia njia tofauti kulingana na daraja lao. Abiria wa daraja la kwanza walitembea kwa utulivu kuelekea ndani ya kifahari. Abiria wa daraja la tatu walikimbilia juu ya ngazi nyembamba, wakishikilia mizigo yao. Walikuwa wakisafiri katika meli moja, lakini safari zao zilihisi tofauti tangu mwanzo. Karibu na adhuhuri, Titanic ilianza kuondoka bandari ya Southampton polepole. Ilikuwa imepangwa kuelekea New York, ikisimama Cherbourg nchini Ufaransa na Queenstown nchini Ireland. Mlio mrefu wa honi ya meli ulijaza bandari nzima. Hivyo meli ilisonga mbele kwa utukufu kuelekea Atlantiki ya kaskazini. Safari ilipoanza, daraja la kwanza lilijaa ratiba ya kila siku yenye ustaarabu. Katika ukumbi wa chakula, vyombo vya fedha na glasi za kioo vilimetameta chini ya mwanga wa taa za kuning'inia. Abiria walifurahia vyakula bora na mazungumzo ya hali ya juu. Hapa, hatari za bahari zilionekana kama hadithi za ulimwengu mwingine. Katika sitaha za daraja la tatu, kulikuwa na mandhari rahisi lakini yenye uhai. Watoto walikimbilia juu ya sitaha, wakihisi upepo wa bahari nyusoni mwao. Wahamiaji waliegemea kwenye reli, wakifikiria mustakabali usioonekana nyuma ya upeo wa macho. New York ilikuwa bado mbali, lakini matumaini yalihisi kuwa karibu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Ndani ya Titanic, meli ilifanya kazi kama mji mdogo uliojaa harakati zisizokoma. Wahudumu walitembea kwa kasi kwenye korido, wakibeba mizigo na barua. Ngazi na lifti ziliunganisha kwa urahisi vyumba na kumbi za chakula katika kila sitaha. Meli hii kubwa ilifanya kazi kwa ukamilifu, kana kwamba ilikuwa kiumbe hai kinachopumua. Katika chumba cha mawasiliano, sauti ya msimbo wa Morse ilisikika mchana na usiku. Kazi nyingi zilihusisha ujumbe binafsi uliotumwa na abiria. Wakati huo huo, tahadhari za barafu zilikuwa zikifika kutoka kwa meli nyingine zilizokuwa zikisafiri Atlantiki ya kaskazini. Hata hivyo, ishara hizi muhimu zilikusanyika bila kupewa umakini wa kutosha. Usiku wa tarehe 14 Aprili 1912, Atlantiki ya kaskazini ilikuwa tulivu kwa namna ya kutisha. Katika giza totoro, bila mwanga wa mwezi wala mawimbi, bahari ilikuwa tambarare kama kioo. Katika hali hiyo, hata povu jeupe linalozunguka barafu halingeweza kuonekana. Hatari isiyoonekana ilikuwa ikikaribia meli kimya kimya, lakini kwa uhakika. Mabaharia waliokuwa juu ya mnara wa uangalizi waliangalia gizani kwa wasiwasi. Lakini darubini walizohitaji hazikuonekana mahali popote. Ghafla, umbo kubwa jeusi lilitokea kutoka gizani mbele yao. Kengele ya tahadhari ilipigwa mara 3 kwa haraka.
Saa 11:40 usiku wa tarehe 14 Aprili 1912, Titanic iligonga barafu katika njia ya usafiri ya Atlantic ya kaskazini. Kwa abiria wengi ilihisi kama mtikisiko mdogo tu. Lakini chini ya uso wa maji, sehemu kadhaa za mwili wa meli ziliharibiwa kwa wakati mmoja. Maji ya bahari yaliyoganda kwa baridi yalianza kuingia kwa nguvu kupitia mianya mikubwa. Mara baada ya mgongano, abiria wengi walizani hakuna tatizo. Baadhi waliendelea kutembea juu ya sitaha, wengine walirudi kwenye vyumba vyao vya joto. Ni wahudumu pekee waliokimbilia chini wakiwa na nyuso zilizofifia kukagua sehemu za chini za meli. Neno kuzama lilikuwa bado halijatamkwa kwa sauti. Baada ya usiku wa manane, mashua za uokoaji zilianza kuandaliwa moja baada ya nyingine juu ya sitaha. Watu waliuliza maswali kwa mkanganyiko, lakini hawakupewa majibu wazi. Maneno ni tahadhari tu yalirudiwa tena na tena. Wakati huo huo, meli ilianza kuinama polepole, kiasi cha watu kuhisi. Kwa kufuata kanuni ya wanawake na watoto kwanza, mashua zilishushwa baharini. Mashua nyingi ziliondoka zikiwa hazijajaa hata nusu. Sauti za wale waliobaki juu ya sitaha zilianza kupungua polepole. Waliokuwa wakitengana waliangaliana kwa kimya kwa muda mrefu. Upande mmoja wa sitaha, bendi iliendelea kupiga muziki hadi mwisho. Muziki ulituliza kwa muda mfupi hofu na vurugu. Katika hewa ya usiku yenye baridi kali, melodi zilielea na kupotea gizani. Meli iliendelea kuzama zaidi na zaidi, bila kuzuilika. Saa 2:20 alfajiri ya tarehe 15 Aprili 1912, Titanic ilizama kabisa. Mwili mkubwa wa meli uligawanyika mara mbili na kutoweka katika giza la kina. Juu ya maji, mashua za uokoaji na mabaki yaliyoelea pekee ndiyo yaliyobaki. Usiku wa Atlantiki ya kaskazini ulirudi katika ukimya. Baada ya usiku mrefu, mwanga wa alfajiri ulienea polepole kwenye upeo wa macho. Carpathia, iliyokimbilia eneo hilo baada ya kupokea ishara za dharura, ilifika mahali hapo. Jumla ya watu 710 waliokolewa kutoka bahari ya baridi kali. Sauti za zaidi ya watu 1500 hazikusikika tena kamwe. Mabaki ya Titanic sasa yapo chini ya Atlantiki ya kaskazini katika kina cha takribani mita 4000. Katika bahari ya kina na baridi, mwili wa meli unaendelea kuoza polepole na kuwa sehemu ya historia. Uokoaji unabaki kuwa hauwezekani kiteknolojia na kimaadili. Tukio hili la kusikitisha linaishi sasa tu katika kumbukumbu na maandishi.